Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo ajawasilishe hoja yake. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Pamoja na hotuba hii, ninawasilisha vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Taarifa hizi mbili ndio msingi wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025-26 ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha atawasilisha katika bunge lako tukufu baadaye leo alasiri. Mheshimiwa Spika, tumeaswa kuwa kila tunapopata fursa hatuna budi kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu ambao wameleta tofauti katika maisha yetu na katika jamii zetu. Katika kushukuru kuna baraka na kuna furaha. Ninamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema, baraka na fadhili zake kwangu iliyoniwezesha kusimama hapa mbele kuwasilisha taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26, ikiwa ni mara ya pili kama Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, na mara ya mwisho katika bunge hili la 12. Mheshimiwa Spika, ninapenda kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mambo mengi, lakini niruhusu niyataje matatu tu. Mosi, ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi alivyoniamini na kuniteua kwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, na hivyo kunifanya kuwa sehemu ya timu yake muhimu ya kutafsiri na kutekeleza maono ya serikali yake. Ni nafasi ambayo leo imenipa fursa ya kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu na kuwasilisha hotuba hii. Pili, niendelee kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyoendelea kuliongoza taifa letu kwa weledi, umahiri na utulivu mkubwa. Katika kipindi chake cha miaka minne, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonyesha weledi, umahiri, uthabiti, uimara, uadilifu na uzalendo wa hali ya juu kwa nchi yake. Kupitia falsafa yake ya 4R, ameendelea kujenga maridhiano mapana ya kijamii na kisiasa na kuweka mazingira sawia ya kufanya siasa kwa vyama vyote nchini, ndio reconciliation hiyo. Ametoa uhuru wa kutoa maoni huku akionyesha ustahimilivu wa hali ya juu, ndio hiyo resilience. Kiongozi wetu ameleta mageuzi makubwa katika kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni sehemu ya hiyo reform. Ameimarisha sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na madini na kuwapa matumaini mapya mamilioni ya wakulima, wafugaji, wavuvi na wachimbaji wadogo wa madini. Hakika anaijenga upya nchi yetu ambayo ndio rebuilding, na kupitia uongozi wake serikali yetu na nchi yetu imeendelea kuimarisha amani, utulivu na usalama. Tatu, Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kupata tuzo nyingi tangu awe rais, lakini kwa kipekee na kwa muktadha wa leo ninaomba nimpongeze sana kwa kuweka historia ya kipekee ya kutunukiwa tuzo maalum na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, aidha namshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wake mahiri na jitihada zake kubwa anazozifanya katika kuendelea kuijenga Zanzibar yenye maendeleo makubwa. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa maelekezo na miongozo yao kwetu na kazi kubwa wanazofanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kuongoza nchi yetu vyema. Mheshimiwa Spika, ninaomba kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Spika kwa kuliongoza vizuri sana bunge hili la 12. Katika kipindi chako chote cha kuongoza bunge hili umejitahidi sana kutenda haki kwa wabunge wote bila kujali hali na nafasi zao. Aidha, ulijitahidi kulitendea bunge, serikali na wananchi haki.
Pale ambapo serikali ilipaswa kuonywa, kuelekezwa na kuwajibishwa, hukusita kufanya hivyo. Na pale ambapo serikali ilistahili kupongezwa, ulifanya hivyo bila kusita. Mheshimiwa Spika, kwa kifupi, ulitenda haki. Wewe ni mtenda haki. Mheshimiwa Spika, umeweka historia ya kutukuka kwa bunge hili la 12 uliloongoza kwa kutoa tuzo maalum kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua mchango wake katika kusukuma mbele maendeleo ya nchi yetu. Naomba nirudie. Mheshimiwa Spika, umeweka historia ya kipekee na ya kutukuka bunge hili la 12 kwa bunge lako kutoa tuzo maalum kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yote uliyofanya katika kipindi chako cha uspika, hakuna shaka kwamba bunge hili linakuhitaji. Wabunge hawa wanakuhitaji. Watanzania wanakuhitaji. Dunia inakuhitaji. Na muhimu zaidi, wananchi wa jimbo jipya la Uyole wanakuhitaji uendelee kuwa kiongozi wao na kiongozi wao muhimu. Tunakuombea Mheshimiwa Spika na kukutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na mimi kama mwalimu mwenzako wa chuo kikuu niwaombe sana wananchi wa jimbo la Uyole waturudishie mama huyu hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza na kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Orani Manase Njeza, mbunge wa Mbeya Vijijini na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, kwa kuiongoza kamati hii muhimu kwa ustadi, hekima na utulivu mkubwa. Historia yake ya kufanya kazi katika sekta binafsi ilimpa fursa ya kujua mambo mengi na kuifanya sekta binafsi kuwa karibu sana na kamati yake. Tunapokutana na viongozi wa sekta binafsi, huwa wanamshukuru na kumpongeza sana mwenyekiti wa kamati ya bajeti. Na kwa kweli mawaziri wenzangu watakubaliana nami kwamba katika kuhudhuria vikao vya kamati ya bajeti tulijifunza na kuchota maarifa mengi sana kutoka kwa mwenyekiti huyu na wajumbe wenzake. Kwa kifupi, Mheshimiwa Spika, kamati ya bajeti imesheheni maarifa na uzoefu mkubwa, na vikao vyake vilikuwa darasa murwa kwa kila aliyefika mbele yake. Aidha, nawapongeza na kuwashukuru sana wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya bajeti kwa ushirikiano waliotupa na michango yao makini katika maandalizi ya taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 imeandaliwa kwa kuzingatia mwenendo wa viashiria vya uchumi jumla, ikijumuisha ukuaji wa pato la taifa, mfumuko wa bei, thamani ya shilingi pamoja na ajira, tathmini ya maendeleo ya sekta mbalimbali kwa mwaka 2025, hali ya biashara na uwekezaji, changamoto pamoja na vihatarishi vilivyojitokeza. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26 yamezingatia vipaumbele vya serikali vilivyoainishwa katika mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka mitano, yani 2021-22 hadi 2025-26, pamoja na miongozo mingine ya kisera ya kitaifa na kikanda, ikiwemo dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2025, ilani ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2020, dira ya maendeleo ya Afrika Mashariki 2050, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC, agenda 2063 ya Umoja wa Afrika na malengo endelevu ya maendeleo ya 2030 ya Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa Spika, sasa nieleze mwenendo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Fedha la Kimataifa IMF ya mwezi Aprili mwaka 2025, kasi ya ukuaji wa uchumi wa dunia imeendelea kupungua hadi kufikia 3.3% mwaka 2024 ikilinganishwa na 3.5% mwaka 2023. Upungufu huo ulitokana na sababu mbalimbali, ikiwemo athari za utekelezaji wa sera za fedha za taifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupunguza ukwasi na kuongeza riba ili kukabiliana na mfumuko wa bei na migogoro ya kisiasa, hususan
Ulaya Mashariki na Mashariki ya Kati. Aidha, taarifa ya IMF inaonyesha kuwa ukuaji wa uchumi wa dunia unatarajiwa kuendelea kupungua na kufikia 2.8% kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya IMF ya Aprili mwaka 2025, kiwango cha ukuaji wa pato la taifa kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Jumuiya ya SADC kinaonyesha kuwa kwa upande wa Afrika Mashariki kwa mwaka 2024 uchumi ulikuwa kwa 1.5% na mwaka 2025 unatarajiwa kuwa kwa 2.7%. Kwa upande wa SADC uchumi ulikuwa mwaka 2024 kwa 3.1% ikilinganishwa na 3.9% kwa mwaka 2023 na unatarajiwa kukua kwa 3.5% kwa mwaka 2025. Kupungua kwa ukuaji wa uchumi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kulitokana na migogoro ya kisiasa ikiwemo migogoro inayoendelea nchini DRC na Sudani Kusini ambapo kumekuwa na ukuaji hasi, yani negative wa 27.6%. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Fedha la Dunia la Kimataifa IMF ya Aprili 2025, mfumuko wa bei duniani ulipungua na kufikia wastani wa 5.8% mwaka 2024 kutoka 6.7% mwaka 2023, na mfumuko huo unatarajiwa kuendelea kupungua hadi kufikia 4.3% kwa mwaka 2025 na 2.2% kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, sasa nifanye mapitio ya hali ya uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024 pato halisi la taifa lilifikia shilingi trilioni 156.6 kutoka shilingi trilioni 148.5 kwa mwaka 2023, sawa na ukuaji wa 5.5%, na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa na ukuaji mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ukuaji huo ulichangiwa na jitihada mbalimbali za serikali, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuanza uzalishaji wa umeme katika bwawa la Mwalimu Nyerere, kuendelea utekelezaji endelevu wa miradi mbalimbali ya kimikakati na kielelezo ikihusisha kwa mfano miundombinu ya nishati, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kuongezeka kwa mikopo ya sekta binafsi, usimamizi madhubuti wa sera za fedha, kuimarika kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na uwekezaji wa serikali katika huduma za jamii, hususan katika huduma za afya, elimu, maji na hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024 sekta 5 zilizoongoza kwa ukuaji wa uchumi ni pamoja na sanaa na burudani iliyokuwa kwa 17.1%, uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme iliyokuwa kwa 14.4%, habari na mawasiliano kwa 14.3%, fedha na bima kwa 13.8% na afya kwa 10.1%. Sekta 3 zilizochangia zaidi takriban nusu ya pato la taifa ni kilimo iliyochangia 26.3%, ujenzi 10.8% na uchimbaji wa madini na mawe 10.1%. Katika siku za mbeleni serikali itaendelea kuongeza tija zaidi kwenye uzalishaji katika kilimo ili kilimo kiendelee kuwainua Watanzania wengi zaidi kimapato. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei nchini ulipungua na kufikia 3.1% kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na 3.8% kwa mwaka 2028. Mheshimiwa Spika, mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha ambapo mwaka 2024 ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi ulifikia wastani wa 12.4%, na sekta zilizoongoza kupokea mikopo hiyo ni kilimo kwa 41%, uzalishaji viwandani 16.3%, mikopo katika shughuli za binafsi 10.7%, uchukuzi na mawasiliano 13.2% na biashara 12.7% na ujenzi 4.4%. Matokeo haya yanaonyesha mwelekeo chanya katika ukuaji wa uchumi na maendeleo ya sekta mbalimbali nchini. Ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi hususan katika sekta za uzalishaji kama kilimo, viwanda pamoja na shughuli binafsi na uchukuzi wa mawasiliano inaashiria uimarishaji wa mazingira ya biashara na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Hatua za kisera zilizolenga kupunguza viwango vya riba na kuongeza bajeti katika sekta muhimu hususan kilimo zimeonekana kuwa na matokeo chanya katika kuchochea ukuaji huo. Mheshimiwa Spika, akiba ya fedha za kigeni imeendelea kuwa ya kuridhisha kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa
na huduma kutoka nje ya nchi. Mwaka 2024 akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Kimarekani bilioni 5.546. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nifanye mapitio ya mwelekeo wa hali ya uchumi kwa taifa kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, malengo ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 yapo malengo 6 yafuatayo. Kwanza, kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia 6% mwaka 2025 na kutoka 5.5% kwa mwaka 2024. Pili, kuendelea kudhibiti mfumuko wa bei kubaki kwenye wigo wa takriban tarakimu moja wa wastani wa asilimia kati ya 3 hadi 5% katika muda wa kati. Na tatu, mapato ya ndani, yani mapato ya kodi na isiyo ya kikodi kufikia 17.4% ya pato la taifa ifika mwaka 2025-26 ikilinganishwa na matarajio ya 15.8% kwa mwaka 2024-25, na mapato ya kodi yafikia 13.3% ya pato la taifa kwa mwaka 2025-26 ukilinganisha na 12.8% kwa mwaka 2024-25. Tano, nakisi ya bajeti ikijumuisha misaada kuwa 3% ya pato la taifa kwa mwaka 2025-26 kutoka matarajio ya 3.4% kwa mwaka 2024-25, na 6, kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi 4. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina ya taarifa ya hali ya uchumi yanapatikana katika kitabu cha hali ya uchumi ambacho tumekigawa kwa waheshimiwa wabunge. Sasa nifanye tathmini ya utekelezaji ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2024-25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wa 2024-25 bunge lako tukufu liliidhinisha jumla ya shilingi trilioni 15.944 sawa na 32.3% ya bajeti kuu ya serikali kwa ajili ya programu miradi ya maendeleo. Kwa ujumla wake katika kipindi cha utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka mitano, yani mwaka 2021-22 hadi 2025-26 kwa bajeti ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha alisoma leo, serikali ilitenga jumla ya shilingi trilioni 80.076 kwa ajili ya program na miradi ya maendeleo, ikiwa na sawa na wastani wa 35% ya bajeti kuu ya serikali katika kipindi hicho. Kupitia bajeti za maendeleo hizo zilizoonyeshwa na bunge lako tukufu katika kipindi cha bunge hili na utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo imeweza kuchochea ukuaji wa uchumi, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kuimarisha na kupanua huduma za jamii na kuboresha ustawi wa wananchi kwa ujumla. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mpango wa maendeleo ni kama ifuatavyo. Mosi, kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme kutoka megawati 2138 mwaka 2024 hadi za sasa megawati 4031.71 ilipofika Aprili mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, hii ni hatua kubwa kwa sababu umeme ndiyo kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi. Na tulisema hili pia Mheshimiwa Spika ni kwamba katika miaka 60 ya uhuru wetu tuliweza kuzalisha umeme takriban megawati 1600, lakini katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2020-21 kuja mpaka leo tumeweza kuzalisha megawati 2115. Kwa inawezekana kukimbia katika mbio za maendeleo. Eneo la pili, katika jitihada za kuenda kuifungua nchi na kutumia jiografia yetu vizuri, tumeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa kama ambavyo waheshimiwa wabunge wanafahamu. Tayari reli imeshaanza kufanya kazi na ujenzi katika vipande ambavyo vimebaki unaendelea kwa kasi. Tatu, tumekamilisha ujenzi wa daraja la kisasa la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3.2 lilopo Mwanza. Mheshimiwa Spika, utekelezaji uko umekamilika na daraja hili linatarajiwa kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 19 Juni mwaka 2025. 4, tumekamilisha ujenzi wa madaraja ya juu ya Uhasibu na Chang'ombe katika jiji la Dar es Salaam, na kukamilika kwa madaraja haya kunachochea ukuaji wa uchumi na kurahisisha usafiri ndani ya jiji la Dar es Salaam. 5, kuongezeka kwa matumizi ya mbolea
kutoka tani 580,623 mwaka 2022/23 hadi kufikia tani 840,714 mwaka 2024, na hivyo kuendelea kuchochea tija katika uzalishaji katika sekta ya kilimo kulikosababisha nchi yetu kuendelea kujitosheleza katika chakula kufikia 128 mwaka 2024/25 kulinganisha na 124 kwa mwaka 2023/24. 6. Kuongezeka kwa mchango wa viwanda katika ajira zote kutoka 8.1 mwaka 2023 hadi kufikia 12.8 mwaka 2024, na kuongezeka kwa mchango wa bidhaa zilizozalishwa viwandani kwa teknolojia juu katika mauzo ya nje kutoka 25 mwaka 2023/24 hadi 36 mwaka 2024/25. 7. Kuongezeka kwa idadi ya watalii nchini kutoka watalii milioni 3.7 mwaka 2023/24 hadi kufikia watalii milioni 4.244. 8. Kutokana na kuimarika kwa miundombinu ya uchumi na mazingira ya uwekezaji, kumeendelea kuongezeka kwa miradi ya uwekezaji ambapo katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025 kituo cha uwekezaji nchini TIC kilisajili jumla ya miradi mipya 991 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 7.9, ikiwa ni ongezeko la 38.5% katika mwaka huu. 9. Kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanaomaliza darasa la 7 na kujiunga na kidato cha kwanza kutoka 48% mwaka 2019-2020 hadi kufikia 70% ya mwaka 2024-2025. Na 10. Kuendelea kuimarika kwa upatikanaji wa huduma za afya karibu na wananchi kwa kujenga zahanati 980, vituo vya afya 367, hospitali mpya za halmashauri 129, hospitali za 5 za rufaa za mikoa na hospitali za rufaa ya kanda ya kusini Mtwara, pamoja na kukarabati hospitali kongwe 50 na kuboresha hospitali 9 za rufaa za mikoa. Aidha, serikali imekamilisha ujenzi wa majengo 116 ya huduma za tiba za dharura na ajali na kuweka vifaa tiba vya kisasa, na hivyo kuwezesha kuwa na mfumo wa huduma za dharura kuanzia ngazi ya taifa hadi ngazi ya hospitali za wilaya. 11. Kuimarika kwa upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama ambapo idadi ya wananchi vijijini wanaopata huduma ya maji ilifikia 79.7 kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kama unavyofahamu, mwelekeo wa muda mrefu wa sera za kiuchumi za Chama cha Mapinduzi, chama tawala, ni kujenga uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea na kutekeleza sera ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa lengo la kutokomeza umaskini. Mheshimiwa Spika, katika kuwezesha wananchi kiuchumi kuna hatua 2 za msingi. Kwanza ni kuweka mazingira ya wananchi kujitengenezea kipato kwa njia ya kuajiriwa, kujiajiri au kufanya biashara. Pili ni serikali kuwapunguzia wananchi gharama za maisha kwa kuwaondolea baadhi ya gharama za lazima. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 mpaka mwaka 2024, serikali ilichukua hatua mahususi 4 zifuatazo katika kuwapunguzia gharama wananchi kwa kuondoa gharama za lazima ambazo wangezifanya. Hatua hizi ziliweza kuokolea wananchi jumla ya shilingi trilioni 5.724 ambazo kama serikali singezibeba ingebidi wananchi wazibebe, na hivyo kuweza kuwanufaisha wananchi milioni 11.036. Hatua hizi ni kama ifuatazo. Kwanza, katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2024, serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 961.5 kama ruzuku iliyotolewa kwa kaya maskini ili kuziwezesha kuongeza kipato cha kaya katika kuzisaidia kaya hizi kumudu gharama za maisha ya msingi kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini yani TASAF na kunufaisha wananchi milioni 5.2. Kwa Mheshimiwa Spika, serikali ilipampu katika uchumi moja kwa moja kwa wananchi bilioni 900.5. Pili, katika kipindi cha 2020 mpaka 2024,
serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 693.6 kama ruzuku ya mbolea ili kupunguza makali ya bei kwa wakulima, na jumla ya wakulima milioni 2.2 waliweza kunufaika. Hizi ni fedha ambazo Mheshimiwa Spika, katika hali ya kawaida wakulima wetu wangezitumia kununua mbolea, lakini serikali ilitoa ruzuku na hizi hela wananchi walisave ziweze kubaki katika mifuko yao. Tatu, katika kipindi cha mwaka 2020-2024 serikali ya CCM ilitumia shilingi trilioni 1.31 katika kuendelea kutoa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6, ambapo jumla ya wanafunzi milioni 3.314 walinufaika. Mheshimiwa Spika, kama unavyofahamu, serikali iliondoa ada, na kuondoa ada huku tumeweza kuokolea wananchi shilingi trilioni 1.8. 4, serikali ya CCM ilitumia shilingi trilioni 2.76 kwa ajili ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, ambapo wanafunzi 321,215 walinufaika. Hizi shilingi trilioni 2.76 pia, Mheshimiwa Spika, tuweza kuokoa kutoka kwenye mifuko ya wananchi ambao wangeweza kuitumia. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu tathmini ya utekelezaji wa mpango wa mwaka 2024 tumeainisha katika kitabu ambacho tumekigawa kwa waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyaonyesha kwa tathmini ambayo imefanywa na serikali. Sambamba na matokeo ya tathmini ya utekelezaji wa mipango ya serikali nieleza hapo juu, tathmini ya kitafiti inaonyesha pia kwamba wananchi walio wengi katika nchi yetu wanaridhishwa na utendaji wa serikali katika kutekeleza programu miradi ya maendeleo. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na taasisi ya Afrobarometer mwezi Juni mpaka Julai mwaka 2024 unaonyesha kuwa 71% ya wananchi wote waliohojiwa walisema wanaridhishwa sana na utendaji wa serikali, na 70% walisema nchi ipo katika mwelekeo sahihi. Waheshimiwa wabunge, wastani wa nchi za Afrika, wastani wa idadi ya wananchi wanaoridhishwa na utendaji wa serikali zao, Afrika ni 40%, kwa Tanzania ni 71%. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tathmini hizi ambazo tunazieleza hapa sio tu kwa mtazamo wa serikali, lakini pia pale ambapo wananchi wanahojiwa, walio wengi wanaona kwamba tunafanya kazi nzuri na tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa kueleza sasa malengo na vipaumbele katika mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-2026 unaongozwa na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 inayolenga kuwezesha Tanzania kuingia katika kundi la nchi za uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025, ambapo tuliingia mwaka 2020, miaka 4 kabla ya muda, na kuwa na kiwango cha juu cha maendeleo ya watu. Aidha, mpango unaopendekezwa ni wa mwisho katika kutekeleza mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Hivyo mpango huu umejikita katika kuendeleza na kukamilisha utekelezaji wa afua zinazotoa matokeo katika maeneo 5 ya kipaumbele. Kwa waheshimiwa wabunge, miradi ambayo mwaka huu itapewa kipaumbele ni ile miradi ambayo inaendelea na miradi ambayo tunaamini itachochea kukamilisha utekelezaji wa afua ambazo zitatoa matokeo chanya katika kukamilisha utekelezaji wa vipaumbele ambavyo tunavyo katika mpango wetu wa taifa wa maendeleo wa miaka 5. Mheshimiwa Spika, mpango ni kiungo kati ya mipango inayokamilika na mipango mipya inayotarajiwa kutekelezwa chini ya dira mpya ya maendeleo mwaka 2050. Hivyo basi mpango utajielekeza katika kuainisha na kutekeleza programu miradi muhimu ambayo haijakamilika ili kuandaa mazingira shirikishi na endelevu kwa mipango ijayo. Mheshimiwa Spika, nguzo muhimu ya maandalizi ya mpango ni ukuaji wa uchumi pamoja na maeneo 5 ya vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5. Maandalizi ya vipaumbele vya mpango vimezingatia vigezo vilivyoainishwa katika mpango huo. Vigezo hivi ni ukuaji endelevu wa uchumi, kupunguza umaskini, kuzalisha ajira, kuimarishwa kwa ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, maendeleo endelevu, utawala bora na utawala sheria. Vile vile mpango unalenga kutekeleza na kukamilisha program na miradi ya maendeleo ambayo ipo katika hatua
mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha ufanisi wakati wa utekelezaji, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaweka mkazo katika maeneo ya kielelezo yenye manufaa na matokeo makubwa na kujielekeza katika kutekeleza vipaumbele vitano vifuatavyo. Mosi, kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, ili kufikia vipaumbele vilivyoainishwa na serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kielelezo na kimkakati. Na baadhi ya miradi itakayoendelea kutekelezwa ni pamoja na miradi ya kuongeza uwezo wa uzalishaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, ikiwemo kuongeza matumizi ya mbegu na mbolea, kuongeza eneo la umwagiliaji na kukamilisha ujenzi wa bandari za uvuvi. Pili, miradi ya ujenzi wa miundombinu ya usafiri na uchukuzi pamoja na miundombinu ya kidijitali kwa ajili ya kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo kuendeleza na ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa SGR, kuendelea na utekelezaji wa mradi wa uimarishaji wa shirika la ndege la Tanzania, kuendelea kuboresha na kupanua mtandao wa barabara nchini, hususan ni barabara zinazounganisha maeneo ya uzalishaji vijijini na masoko, kukamilisha ujenzi wa daraja la nimeshalitaja, mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta, kuendelea na upanuzi wa miundombinu ya kidijitali ili kupanua matumizi ya tehama katika uzalishaji, biashara na utoaji wa huduma kwa wananchi, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme, kuendelea na utekelezaji wa miradi inayolenga kuleta maendeleo ya watu, ikiwemo utekelezaji wa sera mpya ya elimu, miradi ya afya, maji na usafi wa mazingira, na miradi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuhamasisha uwekezaji kutoka nje na kuwezesha uwekezaji wa ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa vipaumbele nilivyovitaja yanajengwa katika nguzo na misingi ifuatayo. Kwanza, kuendelea kuwepo kwa amani, utulivu na usalama wa ndani ya nchi katika nchi jirani na duniani kwa ujumla. Pili, kuendelea kudumisha utawala bora na utawala wa sheria nchini. Tatu, kuendelea kuimarika kwa utoshelevu wa chakula nchini. Na nne, kuendelea kuongezeka kwa ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli za uwekezaji na biashara. Tano, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na majanga ya asili na yasiyo ya asili, ikiwemo ukame, vita, magonjwa ya mlipuko na mafuriko. Sita, kuwa na rasilimali watu iliyo bora na inaokidhi matakwa ya sasa na ambayo inatawaliwa na teknolojia na ubunifu. Saba, nidhamu katika matumizi ya fedha za umma na udhibiti wa deni la taifa. Nane, kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wafanyabiashara na wawekezaji wadogo na wakati ili waongeze tija, wakue na kujirasimisha. Na tisa, kuwa na nidhamu ya utekelezaji wa vipaumbele kama tulivyopanga katika mipango na mikakati ya kitaifa na ya kisekta. Mheshimiwa Spika, nihitimishe kwa kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chana na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla mpaka mataifa makubwa unashuka, uchumi wetu unakuwa. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuchukua nafasi ninapohitimisha kuwashukuru sana wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kwa uamuzi wao sahihi wa kuwachagua hapo tarehe 10 mwezi wa 10 Januari 2025 kuwachagua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuteuliwa kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu na uhakika kwamba hii ni timu sahihi ya kuiongoza Tanzania kufikia maendeleo makubwa zaidi katika miaka mitano ijayo. Nina imani na wananchi wa Tanzania na Zanzibar kwamba watafanya uamuzi sahihi wa kuwachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hakika kazi na utu tunasonga mbele. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuwashukuru sana viongozi wenzangu
katika Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji pamoja na Tume ya Taifa ya Mipango kwa ushirikiano wao katika kuandaa taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Viongozi hao ni pamoja na Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mbunge wa jimbo la Maswa Mashariki, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ambaye anafanya kazi nzuri sana, mtu rahimu sana, mtu mwema sana, mtu ambaye nchi hii inamhitaji, na nina uhakika wananchi wa jimbo la Maswa Mashariki wataturudishia ndugu yetu huyu katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninamshukuru Dr. Tausi Mbaga Kida, Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Dr. Fred Matola Msema, Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango. Aidha, nawashukuru management na watumishi wote Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na Tume ya Taifa ya Mipango kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Spika, kazi ya kuandaa taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo ya taifa ni kazi shirikishi iliyofanywa na wataalamu wa Tume ya Taifa ya Mipango na wenzao kutoka Wizara ya Fedha. Aidha, katika mchakato kuandaa taarifa hizi mbili tumeshirikiana kwa karibu sana na mdogo wangu Waziri wa Fedha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Iramba Magharibi. Tumefanya kazi kwa ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kama unavyofahamu, ofisi yangu ina miaka miwili tu nilikuwa nimeipokea kutoka kwa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, alikuwa Waziri wa Fedha na Mipango, na namshukuru sana kwa jinsi ambavyo amenisaidia kuhakikisha ofisi inasimama. Amenipa kila aina ya msaada. Mungu ambariki sana. Mshukuru pia Dr. Natu Mwamba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na mlipaji mkuu wa serikali, pamoja na timu yake yote ya wataalamu. Ninashukuru sana kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia uchumi wa nchi hii, kuhakikisha kwamba unaendelea kukua na wananchi wanafaidika matunda yake. Mheshimiwa Spika, niwashukuru sana waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano ambao wamenipa katika miaka hii miwili tangu niwe Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Ninawashukuru sana kwa michango yao, kwa pongezi zao, lakini kwa upendo wao mkubwa sana. Kwa umuhimu wa kipekee, Mheshimiwa Spika, ninawashukuru wananchi wa jimbo la Ubungo kwa ushirikiano wao katika kipindi chote tangu niwe mbunge wa jimbo hilo. Ninakishukuru Chama cha Mapinduzi kwa imani kubwa kilichonipatia kupeperusha bendera ya chama hichi katika uchaguzi wa mwaka 2020, na nina imani kubwa kwamba wananchi wa jimbo la Ubungo na Chama cha Mapinduzi kitanirudisha nigombee na hatimaye kushinda tena ubunge huo. Mheshimiwa Spika, hotuba hii pamoja na vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa inapatikana pia katika tovuti ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, ninaomba sasa bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asanteni sana.